Kwa sababu lengo la Simba kesho sio kwenda kushinda mchezo, ni kwenda kufuzu kucheza hatua ya fainali. Sasa kwa nini wewe na matumaini kwamba Simba ambaye alipata goli moja nyumbani kwa 0 akienda pale atoboi? Faida ya Simba ya kwanza, ana wachezaji ambao ni wakubwa na ni wazoefu wa mashindano. Cha kwanza ambacho anacheza kwamba ni timu ambayo inapata ushindi popote. Lakini kwa sisi ambao tunaijua Simba na tunaamini Simba, tunaamini kwamba season hii tuko finali pale na RS Berkane. Yes, kuelekea katika mchezo wa kesho wa nusu finali ya pili kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mbele yangu hapa nipo na Shabani, shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Tunakuja kuzungumza mengi kuelekea katika mchezo wa kesho. Ndani ya pitch utakuwa ni mchezo aina gani, lakini pia nje ya pitch kama mashabiki hamasa zao zikoje huko. Kwa pamoja mashabiki wa Simba waliokuwepo Tanzania wataenda kutazama ile big screen katika viwanja vya Mbagala zake. Shabani, habari yako? Salama, mambo vipi? Poa, mzima wewe? Uko poa kabisa. Niko sawa sawa, sijui wewe. Ubaya ubwela mama. Ubaya ubwela umetamaraki ama utaishia Tanzania? Wakutosha. Mpaka hivi sasa Simba tayari ishatanguliza mguu mmoja katika hatua ya fainali. Kesho mnaenda kucheza nusu fainali ya pili. Unaenda kuwa mchezo wa aina gani huko mkiwa na ushindi wa nyumbani? Kwa kifupi unaenda kuwa ni mchezo mgumu sana, tena sio kidogo, lakini matumaini yetu sababu tayari tuna goli moja nyumbani na tujaruhusu goli nyumbani, tuna asilimia kubwa zaidi ya 70 za kwenda kuwin game hii. Kama sio kwenda kuwin game, basi tuna asilimia kubwa kwenda kuvuka kwenda hatua inayofuata. Kwa sababu lengo la Simba kesho sio kwenda kushinda mchezo, ni kwenda kufuzu kucheza hatua ya fainali. Ndio target ya Simba hiyo kwenye mchezo wa kesho, ambapo mpinzani atakwenda kupambana amzuie Simba asipate goli, huku na yeye kifanyaje akitafuta goli. Wakati huo Simba anahitaji kulinda goli kwa asilimia kubwa, kushambulia kutumia counter attack mara chache. Kwa utakuwa ni mchezo mgumu na utakuwa ni mchezo mzuri zaidi kuliko michezo mingine yote pengine ambayo tumecheza away season hii. Kuna baadhi ya mashabiki wenzio wa Simba hawana matumaini ya kuiona Simba kutinga katika hatua ya finali. Wanasema Stellenbosch wakiwa kwao wanakuwa wanafunguka zaidi, na katika mchezo wa kesho watakuwa hawana cha kupoteza ama cha kujilinda. Wanabidi washambulie ili mradi waweze kupata matokeo. Lakini tuliweza kumsikiliza mwalimu Fadlu Davis, alisema hataenda kupaki basi bali atashambulia zaidi. Sasa kwanza ukiniambia mashabiki baadhi wa Simba hawana imani kwamba tutakwenda kushinda mchezo wa kesho, nafikiri ni mtazamo wa mtu, lakini kiuhalisia kwamba kwenye mpira ukiniambia Stellenbosch kwamba atakwenda kushambulia zaidi, atafunguka, bado mimi nakuwa sikuelewi, kwa sababu anahitaji kulinda pia asiwe na mlima mkubwa zaidi, lakini wakati anahitaji pia kushambulia kwa nidhamu. Simba ni moja kati ya timu ambazo ni wazoefu zaidi kwenye michuano hii ya CAF barani Afrika, kwa sababu ukimtizama mpinzani wetu ndo season ya kwanza anacheza michezo mikubwa kwenye michuano hii. Sasa kwa nini wewe na matumaini kwamba Simba ambaye alipata goli moja nyumbani kwa 0 akienda pale atoboi? Faida ya Simba ya kwanza, ana wachezaji ambao ni wakubwa na ni wazoefu wa mashindano. Lakini ana wachezaji wengi ambao wanaweza kuamua matokeo katika nyakati zile ngumu ambapo itakapobidi kuamua mchezo. Lakini mpinzani wetu ni mpinzani wa aina gani? Ni mpinzani ambaye wakati wote anamruhusu mpinzani atengeneze nafasi. Wakati wote anamruhusu mpinzani atengeneze nafasi. Anashambulia ataacha mianya, ana defense ataacha mianya pia. Kwa ni imani yangu kwamba Simba kwenye mchezo wa kesho tutamheshimu yeye, kwa sababu ni mpinzani na anahitaji pia nafasi. Lakini tuna kila sababu ya kwenda kumwadhibu pale pale kwake South Africa. Ni mechi ambayo management imekaa pamoja, timu kwa ujumla imekaa pamoja, na mashabiki tuna imani tunaombea timu yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu kwenda kupata ushindi kwenye mchezo wa kesho. King Elim Panzo 100% fiti, Kibu Dennis Prosper, Jan Chalea Hua, Dese Mkwala, Fabrice Ngoma na Yusuf El Kagoma. Ukishaiona hii safu kuanzia namba 6 mpaka namba 11, ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye akili yako?
cha kwanza ambacho nachoweza kwamba ni timu ambayo inapata ushindi popote. Hii ndio Simba ilimwadhibu Mwarabu nje ndani season hii. Hakuna Simba ambaye kufanya hivyo. Hii ndio Simba ambao kikosi chake imepeka timu nusu finali. Hakuna timu ambayo kufanya hivyo. Sasa kwa nini uje ukarili Simba ambayo itabiriki? Simba yuko hapa tulipo hapa. Sawa. Lakini watu wakaamini kwamba labda pengine Simba huu ndio mwisho wake. Lakini kwa sisi ambao tunaijua Simba na tunaamini Simba, tunaamini kwamba season hii tuko finali pale. Na RS Berkane. Tunaamini hivyo sisi. Unaiona Simba katika hatua ya finali? 100%. Mpinzani wetu hana uwezo kupishana na sisi. Ukimzungumzia Stellenbosch hana ubavu wa kupishana na Simba kwamba Simba aje na yeye aende. Kwa advantage kubwa atakuwa nao Simba Sport. Bila shaka. Ukimwona shabiki anakuambia Simba atakwenda kupoteza mchezo wa kesho, nafikiri bado ashinga kwenye zile siasa za mitandaoni. Ukishakuwa shabiki wa soka kwenye nyakati kama hizi, yatakiwa na imani moja tu kwamba timu yangu inakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Na mimi shabiki Simba ndo mtu pekee labda pengine wa kwanza kutabiri kwamba Simba season hii anakwenda kutoa taji la CAF Confederation Cup. Na bado naishi kwenye ndoto yangu hiyo na kwenye maono yangu hayo. Bado naishi humo. Mwalimu Fadlu ni raia wa South Africa. Lakini pia anaijua vizuri ligi ya South Africa. Kesho anashuka dimani dhidi ya South Africa. Kuna faida gani kama Simba? Kwanza hatuendi kumwadhibu Stellenbosch kwa sababu tuna raia wa South na wale na South Africa. Kuna advantage kidogo kwamba labda pengine anajua labda soka la South Africa ama vipi, lakini bado hakuna kitu ambacho kitakachoongeza zaidi ya ubora wa Simba Sport. Ande timu yake vizuri, ande mbinu zake vizuri, ndio njia pekee kumshinda Stellenbosch kwa sababu wale jamaa wana mwalimu mzuri sana kwenye mbinu. Lakini wana wachezaji pia wazuri kwenye baadhi ya maeneo. Ila wana changamoto moja, ule muunganyiko wao nafikiri bado hawajaupata. Na hata hatua semifinal ambao walifika, nafikiri walicheza na timu ambazo zina tabia kama za kwao. Zamalek ukimshambulia anarudi, anajilinda. Ukijilinda anakuja. Kwa hiyo kwamba ni moja ya klabu ambazo season hii wanashindwa kusoma alama za nyakati. Unapomshambulia mpinzani wako akakubali kukusubiri, maana yake tayari yeye anakutia kwenye mfumo. Akikushambulia ukimsubiri, yeye ashafanikiwa kwenye malengo yake. Timu ikishama kudefense, ukaishambulia. Akisha kama kushambulia, kudefense nayo unashambulia, kwa maana mnafanyaje? Mnapishana. Ndio njia pekee kucheza nao, lakini ukisema akija nao unasubiri. Akisubiri unaenda, maana yake tayari yeye unaingia kwenye mtego wake. Ila kwa Simba kwenye mechi ya kesho tunacheza dhidi ya timu ambayo nafikiri kwanza ni underdog kwetu sisi. Lakini tunacheza dhidi ya timu ambayo tumeizidi kila kitu. Mbali na ukubwa wa renki, kwenye ubora baadhi ya maeneo, Musa Pin Kamara nafikiri ni goalkeeper bora zaidi kwenye hatua hii ya semi-final ya michuano ya shirikisho. Lakini ukimzungumzia mtu kama Elim Panzu ni kiungo mshambuliaji pengine bora zaidi mpaka kwenye mashindano haya kwenye hatua hii ya semi-final. Kwa hiyo tutakwenda kucheza nao sio tu kuangalia udhaifu ama kuwajua kwa sababu ya mwalimu wetu. Ubora wa kikosi chetu ndio njia pekee ambao sisi kama Simba tunajiamini nayo. Tuna imani tutamwadhibu, na baada ya hapo tutaiandaa timu yetu kwenda kumkabili nani? RS Berkane. Uwezo tunao na tuna kila sababu kwenda kumwadhibu yoyote season hii. Target ni Simba kuwa klabu ya kwanza Tanzania kuleta kombe la CAF kwenye ardhi ya nyumbani hapa. Shebi sio mwalimu, lakini wewe ni shabiki wa Simba na unaofahamu vizuri mpira. Katika safu yenu ya ushambuliaji pale mbele, ungetamani mwalimu aanze na Lionel Atiba ama Steven Dese Mukwala? Na kwa nini? Nafikiri mwalimu aanze na Steven Dese Mukwala, japo ana madhaifu mengi, lakini mbadala wake ambaye ni Ateba ana madhaifu mengi zaidi ya madhaifu ya Mukwala. Mukwala ni aina ya striker ambaye anakosa ile idea ya ufungaji kwa sababu ya kitu kimoja. Anakubali kucheza kama ambavyo mashabiki wa Simba wanavyohitaji. Mashabiki wengi wanahitaji striker awe na movement nyingi, aende kulia aje kushoto. Kitu ambacho mara nyingi imekuwa kinatuathiri sisi kwa sababu
kuna clear chance ambazo anatakiwa apate striker ate mpira kambani, lakini matokeo anapata viungo kwenye utulivu, kwenye kuliona goli, nafikiri sio kwa asilimia kubwa. Kwa kuna maeneo ambayo kama Mkwala angekuwa anatulia, jana kuna striker ametuonyesha namna ambavyo striker anatakiwa acheze, na kwa sasa Afrika kwangu mimi ndo striker bora Fiston Kalala Mayele. Kuna zile nafasi ambazo unapata first touch, Chuma ipo kambani pale, ndo striker unatakiwa uwe hivyo. Lakini Dese Mkwala kuna wakati ana mali Elimpanzu, ambapo Elimpanzu anaingia ndani, yuko pembeni kule, yani kiungo ana mpira alafu striker yuko pembeni. Kama hata ile nafasi ya Jan Chai ilibidi striker ndo apite pale. Kuna frida alipata ambao alipiga, nafikiri kwa ni Mkwala, alipata Jan Chazi first half akapiga nje ile, pia kwamba striker yani ilibidi kwamba Jan Chazi apige afu striker afanyeje, amalizie. Kwa twende na Dese Mkwala kwa sababu anahama, lakini akishika kwenye eneo la ndani anakuwa ni hatari zaidi, lakini ana power, ana speed nzuri. Kwa tuanze na Dese Mkwala, lakini anatakiwa pia apate maelekezo zaidi na aelekezwe umuhimu wa mchezo huu wa mkondo wa pili wa hatua semifinal, kwamba matumizi ya nafasi ni kitu bora kuliko kitu chochote kwenye mchezo wa kesho. Wanasema Simba mnatengeneza nafasi nyingi sana za mabao, lakini kuwa mabao inakuwa inashindikana. Safu yenu ni butu? 100% lina ukweli hilo. Safu ya ushambuliaji ya Simba ni sio Simba tu, ligi ya Tanzania kila siku mimi nazungumza. Tulikuwa na striker huyu Mayele ashaondoka, hatuna striker ambaye anaochwa magoli Simba, na ndio kitu ambacho mpaka leo tunapozungumza mechi iko hivi, ilibidi kwamba huyu wale 4 Constantine naye ale 4 kule, alafu sisi mama ndo tumalize game tukutane sisi. Tuna safu ya ushambuliaji ambao ni butu, lakini tuna safu bora ya kiungo, tuna safu bora ya ulinzi. Yani hivyo. Washambuliaji ni butu, ila timu kwa ujumla wanacheza vizuri. Changamoto ni moja, kutumia nafasi tu. Stellenbosch anakufa ngapi kesho tunamaliza? Siwezi kuwa mtabiri, lakini natabiri kwamba Simba anavuka. Unaiona Simba finali? Magoli sijui, lakini Simba inshallah kesho tunavuka finali.